Naomba niwasalimie wote, hamjambo? Asante sana, marhaba. Mimi kwa jina naitwa Mathias Cosmas Kamiliwe. Ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Kilindi, na pia ni mjumbe wa Baraza Kuu na Mkutano Mkuu Taifa. Nimefika hapa, nimewaita waandishi wa habari ili tuzungumze mambo machache muhimu ambayo yamekera sana. Na mambo mawili tu. La kwanza ni ufisadi ndani ya chama. Narudia tena, ni ufisadi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo unaofanywa na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa, ndugu John Heche. Bila aibu, kwa mamlaka yake anakusanya fedha kwa wadau wenye mapenzi mema kwa ajili ya kuendeleza chama, anatumia kwa matumizi yake pasipo sisi kujua. Na hili limeibuliwa kwenye mkutano wa kamati kuu Kigoma. Nadhani wote mnalielewa. Sasa mimi nikiwa mwenyekiti na mjumbe wa Baraza Kuu, kunyamaza naona anapata shida. Niseme tu kwamba kwa sababu limewekwa wazi, makamu mwenyekiti amekosa mambo manne. Hakuwa wazi, vile vile hakushirikisha, na tatu, hakuwa mwadilifu, na la nne, hakuwajibika vema katika makusanyo ya fedha za wadau. Chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo hakina ruzuku ya fedha. Hili linajulikana. Hakina ruzuku. Maana yake ni kwamba wadau wenye mapenzi mema kwa nguvu ya umma wanataka kuendeleza chama chao ili baadaye kilete maendeleo. Matokeo yake tunadidimizwa na mtu mwenye dhamana. Tuliamini kabisa kwamba huyu makamu basi atatusaidia katika kuimarisha hiyo. Lakini katika hili nisisitize kwamba niombe sasa mamlaka husika wa chama atupishe makamu mwenyekiti ili uchunguzi ufanyike katika hili, na baadaye haki itendeke, kwa sababu chama chetu ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na vile vile swala la mheshimiwa mwenyekiti wa chama Tundu Lissu, niombe serikali ione umuhimu sasa wa kumtoa kwenye adha hiyo ya kuwa ndani. Tunajua ndio wenye mamlaka, lakini hebu serikali ione ubinadamu sasa. Tundu Lissu atoke ili aendelee na shughuli zake za kawaida. Tunaomba hilo. Na niwatake Watanzania wenzangu, wanachama wa Chadema na wasio wanachama wa Chadema, tuendelee kuwa na mshikamano. Hili ndio limenifanya nifike hapa kwenu nyinyi waandishi wa habari. Ujumbe ufike kwa wadau na kwa wanachama na kwa Watanzania wote. Ni kweli Bwana John Heche ana bidii sana, lakini ndani ya bidii hii kasoro hizi hatuwezi kuzivumilia. Asante sana waandishi wa habari.
Kwanza, kitendo cha kumfukuza mtu anayesema kweli ni dhambi, na inaonyesha wazi jinsi gani huyu mtu anayefukuzwa na hawa viongozi wanaodhani kwamba kumfukuza huyu aliyekuja kukosoa kwamba amefanya dhambi. Mimi nadhani hakuna dhambi katika kukosoa. Na ikumbukwe, waandishi wa habari, kauli ya marehemu baba wa taifa alisema hivi kwenye kitabu kake kadogo, alisema hivi: kukosoa na kukosolewa ni silaha ya mapinduzi. Lakini pia kuna jambo moja muhimu sana. Jambo muhimu sana liko hivi: uhuru wa kujieleza upo kikatiba. Kwa hiyo hatuwezi kuogopa kufukuzwa kwa sababu tu tunaeleza ukweli. Mimi niseme tu niko tayari kwa sababu siwezi kufanya katika hali ya ubadilifu namna hii na nyamaza. Eti tu kwa sababu ni mwenyekiti. Hapana. Waandishi wa habari, mimi niko tayari hata kesho. Lakini siwezi kufukuzwa kienyeji, nitatatavua. Kwa jina naitwa Amuri Shindo Mbaurwa. Ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wilaya ya Mkinga, mkoa wa Tanga. Kusudio hasa la kufika kwenu waandishi wa habari ni kuhusu udhalimu unaotendeka ndani ya chama. Kuna ufisadi ambao umejitokeza unaofanywa na makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Heche. Anafanya ubadhirifu wa fedha ambazo zinatoka kwa wadau mbalimbali ndani ya chama na watu muhimu ambao wanaokipenda chama, ili kiweze kuendesha chama kifike mahali pazuri. Kwa hiyo nimeona nifike kwenu ili niweze kutoa lile la moyoni, kwa sababu chama chetu ni chama cha demokrasia, ni chama ambacho kinaidai haki, kinakosoa ubadhirifu, kinakosoa rushwa. Kwa hiyo sasa ndani ya chama chetu kukiwa kuna rushwa, nadhani itakuwa hata wananchi hawatotuamini kwamba sisi ni watu tunaotaka haki katika nchi yetu hii. Na vile vile niombe kamati kuu ya chama ambayo iliibua swala hili la ufisadi ndani ya chama ichukue hatua stahiki ndani ya chama, ifanye uchunguzi juu ya kiongozi wetu makamu mwenyekiti John Heche, ili apishe zoezi la kufuatilia uchunguzi ndani ya chama. Yeye awe pembeni kwa ajili ya uchunguzi. Ukikamilika uchunguzi, ndio pale tutajua nini kitaendelea katika chama chetu. Na vile vile niombe serikali hii ya Mama Samia, tunasema ni serikali inayoendeshwa vizuri, ila tumuombe Mama Samia atusaidie kwenye swala la mwenyekiti wetu wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, aweze kumwacha huru aendelee na majukumu yake, kwa sababu nchi yetu ni nchi ya kisiasa, ni nchi ya vyama vingi. Endapo atakuwa amebaki tu ndani, nafikiri hata misaada ya huko nje naweza tukaikosa. Kwa hiyo nimuombe mama ili aweze kulifanyia kazi na serikali yake Mheshimiwa Tundu Lissu awe huru, tuweze kupambana katika majukumu ya kitaifa ya nchi yetu hii. Na kwa kuongeza, ndugu waandishi wa habari, nielezee swala jingine moja, kwamba endapo atakuwa Tundu Lissu yupo ndani muda wote, hata lile jambo la kuwa nchi yetu ni ya kidemokrasia halitaonekana kwa mataifa ya nje ambayo ndiyo chachu
ya maendeleo yetu ndani ya nchi hii. Misaada yao itakuwa imekoma na sisi itakuwa hatuna uwezo wa kujiendesha. Mimi niseme swala la kufukuzwa mimi sitoliona shida, kwa sababu kama nitafukuzwa basi ule utendaji wa haki ndani ya chama chetu utakuwa haupo, kwa sababu chama chetu ni kichama ambacho kinahitaji haki na chama chetu kinahitaji watu wanaosema kweli, na tumeona ndani kuna rushwa, kwa hiyo lazima tuikemee. Kwa hiyo kama hatujaweza kukemea rushwa sisi wanachama, basi itakuwa hata hicho chama hatuwezi tukakiendesha vizuri.